Mjini Berlin kumefanyika kliniki kubwa na ya kipekee ya Watanzania waishio Ujerumani na mataifa jirani. Ni kliniki ya diaspora. Balozi wa Ujerumani pamoja na mataifa mengine 7 ya Ulaya ambaye makazi yake yako hapa Berlin, Hassan Idi Mwamweta, ndiye aliandaa tukio hili la kipekee na lililowavutia Watanzania wengi sana. Serikali kupitia ubalozi ina jukumu la msingi la kujenga daraja baina yake na wanadiaspora ili kuhakikisha kwamba fursa zilizopo nyumbani zinawafikia na pia kuhakikisha kwamba uwezo, uzoefu, mitaji yenu vinachangia moja kwa moja kwenye kukuza uchumi wa taifa letu. Kwenye kliniki hii pia alikuwapo mkurugenzi wa diaspora kwenye Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki nchini Tanzania, Salvatore Mbilinyi. Kipindi cha mwaka 2024-2025 Juni mpaka Julai, Watanzania ndugu yetu nyie mmetuma nyumbani fedha za Kitanzania jumla ya trilioni 3.3. Lakini ni huduma zipi hasa zilizofikishwa mjini Berlin kwenye kliniki hii? Tumeleta fursa za uwekezaji wa pamoja. Tunatamani Watanzania walioko hapa, walioko ughaibuni waweze kutumia fursa hizi kwa ajili ya kuboresha maisha yao ya sasa na ya baadaye. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni sehemu salama ya kuweka fedha, lakini pia ni sehemu ambayo inatoa faida shindani ukilinganisha na uwekezaji mwingine wa akiba ambao tumekuwa tukiufanya, ambao tunasema traditional. Kikubwa kilikuwa ni kuhusu digitalization, kupata huduma za kibenki kwa njia ya kidijitali, lakini kwa benki yetu sasa hivi tumesogea mbali zaidi. Mtu akiwepo na namba ya NIDA anaweza akasaidiwa kufungua akaunti. Na waliofikiwa je, walisemaje? Naitwa Clara Mduma, ninatokea Hamburg hapa Ujerumani, na hii leo kukutana hapa kwa ajili ya hii clinic, nadhani ni sehemu nzuri sana kwa wanadiaspora kuweza kupata huduma zile ambazo hatuwezi kupata kwa sababu tuko mbali na nyumbani. Kwa mfano sasa hivi kila huduma unaotakiwa kuwa nayo, mfano kufungua account, kama unataka kuwa na account nyumbani unahitaji NIDA, lakini wengi tuko huku kwa muda mrefu sana na wengine hatupate nafasi ya kurudi nyumbani mara kwa mara. Mimi naitwa Faridi, nimetoka Hale, ni mwenyeji wa mkoa wa Lindi. Tunaomba iwe hata mara 2 kwa mwaka, kwa sababu ni kliniki ambayo inajibu maswali yetu ambayo tunajiuliza mara kwa mara. Kama kuna tatizo la jambo fulani au kuna wasiwasi wa jambo fulani, tukija hapa tunapata majibu. Kwa jina naitwa Vivian Davis Langi, natokea mji unaitwa Bremen. Nimefurahi sana kufika leo hapa, na kitu kilichonileta zaidi kwenye mambo ya investment na pia mambo ya ardhi. Wengi wakasema wanatamani ingefanyika mara kwa mara ili kupunguza usumbufu wanaokumbana nao wakati wanapohitaji huduma kama hizo tena kwa haraka.